Rais wa Marekani Donald Trump amemtishia rais mwenzake wa Colombia Gustavo Petro kufuatia utekaji nyara wa Washington wa kiongozi wa Venezuela na kusema anaamini serikali ya Cuba pia itaanguka hivi karibuni. Maonyo ya Trump siku ya Jumapili yalikuja licha ya kuongezeka kwa upinzani dhidi ya utekaji nyara wa Rais Nicolas Maduro, huku Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay na Hispania zikilaani hatua ya Marekani kama mfano wa hatari kwa amani na usalama wa kikanda. Trump aliwaambia waandishi wa habari waliokuwa kwenye ndege ya Air Force One kwamba Colombia na Venezuela walikuwa wagonjwa sana na kwamba serikali huko Bogota ilikuwa chini ya mgonjwa ambaye anapenda kutengeneza cocaine na kuingiza Marekani na hatafanya kwa muda mrefu. Hebu niambie. Trump alisema hayo akimzungumzia Petro. Alipoulizwa kwamba anamaanisha operesheni ya Marekani dhidi ya Colombia, Trump alisema, "Inasikika vizuri kwangu." Matamshi hayo yalisababisha karipio kali kutoka kwa Petro, ambaye alimwambia Trump aache kumkashifu, huku pia akitoa wito kwa nchi za Amerika Kusini kuungana au kuhatarisha kutendewa kama mtumishi na mtumwa. Katika moja ya machapisho marefu kwenye mtandao wa X, Petro alibainisha kuwa Marekani ndiyo nchi ya kwanza duniani kulipua mji mkuu wa Amerika Kusini katika historia yote ya binadamu. Lakini alisema kulipiza kisasi sio jibu, na badala yake Amerika ya Kusini lazima iungane na kuwa eneo lenye uwezo wa kuelewa, kufanya biashara na kuungana pamoja na ulimwengu mzima. Hatuangalii kaskazini tu, bali pande zote, alisema. Tahadhari kwa Venezuela, Mexico, Cuba. Maoni ya Trump yalikuja siku moja baada ya vikosi vya Marekani kumkamata Maduro huko Caracas katika kile Washington inachokieleza kama ni operesheni ya kutekeleza sheria ya kumfikisha mahakamani kwa mashitaka ya biashara haramu ya dawa za kulevya. Maduro anakanusha madai hayo, na wakosoaji wa Marekani wanadai kuondolewa madarakani kwa kiongozi huyo wa Venezuela kulilenga kuchukua udhibiti wa hifadhi kubwa ya mafuta ya nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika ndege ya Air Force One, Trump alisisitiza kwamba Marekani ndiyo inayoongoza Venezuela kwa sasa, ingawa mahakama kuu ya nchi hiyo imemteua makamu wa rais Delcy Rodriguez kuwa kiongozi wa mpito. Pia alirudia kutishia kutuma jeshi la Marekani kurudi tena Venezuela ikiwa haitakuwa na tabia nzuri. Aliendelea kusema kuwa raia wengi wa Cuba waliuawa katika shambulio hilo la Marekani, na kuongeza kuwa kuingilia kati kwa jeshi la Marekani nchini Cuba hakukuwa na haja kwa sababu kisiwa hicho kinaonekana kuwa tayari kuanguka chenyewe. Cuba iko tayari kuanguka. Cuba inaonekana kama iko tayari kuanguka. Cuba sasa haina mapato. Walipata mapato yao yote kutoka Venezuela, kutokana na mafuta ya Venezuela. Hawatapata chochote. Cuba kwa kweli iko tayari kuanguka. Trump aliendelea kuonya nchi nyingine jirani ya Mexico, akisema nchi hiyo lazima ichukue hatua kwa pamoja kwa sababu dawa za kulevya zinamiminika kupitia Mexico na tutalazimika kufanya kitu. Amemtaja rais wa Mexico, Claudia Sheinbaum, kama mtu mzuri sana, na amesema ametoa ombi la kutumwa wanajeshi wa Marekani nchini Mexico kila mara alipoongea naye. Serikali ya Mexico ina uwezo wa kushughulikia swala hilo, lakini kwa bahati mbaya magenge yana nguvu sana katika Mexico, alisema. Matamshi ya rais wa Marekani hayakuwa tishio lake la kwanza dhidi ya Colombia na Cuba. Kufuatia hatua za Marekani mwishoni mwa wiki, Trump alisema Petro anapaswa kujiangalia na kwamba hali ya kisiasa nchini Cuba ni kitu ambacho tutaishia kuzungumza kwa sababu Cuba ni taifa linaloshindwa.